Papa amekufa. God bless the dead. Nataka tuangalie mapapa wanachaguliwaje na kazi ya papa ni nini. Hey Gemini, so can you tell me how popes are elected into power but in Swahili please? Hakika, uchaguzi wa papa ni mchakato wa kuvutia sana. Wakati papa anafariki au anastaafu, kuna mkutano maalum unaitwa konklafu. Makardinali walio chini ya miaka 80 huchagua papa mpya kwa kupiga kura ya siri ndani ya kanisa la Sistine. Uchaguzi unatangazwa kwa moshi mweupe ukitoka nje wakati papa mpya amechaguliwa. Je, ungependa kujua zaidi kuhusu historia ya papa? Ndiyo, naomba uniambie majukumu ya papa katika kanisa Katoliki. Papa anaongoza kanisa Katoliki duniani kote. Yeye ndiye kiongozi mkuu wa kiroho na msimamizi wa mafundisho ya kanisa. Papa pia huwakilisha kanisa katika masuala ya kimataifa na ana jukumu kubwa katika kukuza amani na haki duniani. Yes, naomba uniambie mapapa 5 waliopita, majina yao na vitu gani walivyofanya vya maana katika jamii. Hakika, haya ni majina ya mapapa 5 waliopita na mambo muhimu waliofanya. Papa Francis alisisitiza huruma na haki za kijamii. Papa Benedict wa 16 alikuwa msomi na mwanateolojia. Papa John Paul wa 2 alisafiri sana na kuhubiri amani. Papa John Paul wa 1 alitetea unyenyekevu na mazungumzo, na Papa Paul wa 6 aliendeleza mabadiliko ya mtaguso mkuu wa Vatikano wa pili. Na mpaka sasa hivi kanisa Katoliki ni tajiri kiasi gani kutokana na pesa waliokuwa nayo pale Vatican? Hiyo ni ngumu kujibu kwa sababu fedha za Vatikani ni ngumu kuzielewa, lakini inajulikana kuwa na mali nyingi, ikiwa ni pamoja na majengo, kazi za sanaa na uwekezaji. Hata hivyo, kanisa pia lina gharama kubwa za kuendesha shughuli zake na kusaidia watu wanaohitaji. Na je, Vatican ni mji peke yake unajitegemea na una watu wanaishi huko ndani? Ndiyo, Vatican ni nchi inayojitegemea kabisa, ingawa iko ndani ya mji wa Roma, Italia. Ni nchi huru yenye raia wake, ingawa idadi yao ni ndogo sana. Wengi wao ni viongozi wa kanisa, walinzi na wafanyakazi wengine wa Vatican. Kwa hiyo watu wa kawaida hawaishi pale mjini Vatican, si ndio hivyo? Hiyo ni kweli. Vatican ni nchi ndogo sana, na karibu watu wote wanaoishi huko ni viongozi wa kanisa, walinzi au wafanyakazi wengine wa Vatican. Ni kama mji mdogo sana uliojitenga ndani ya Roma. Asante kwa maelezo yako, Gemini. Uwe na siku njema. Sina neno. Ukihitaji msaada wowote ule, usisite kuniuliza. Na je, ni kwa nini vijana wengi hawaendi kanisani siku hizi, Gemini? Hebu nipe hilo jibu. Kuna sababu kadhaa kwa nini vijana wengi hawaendi kanisani siku hizi. Baadhi yao wanahisi kwamba dini haihusiani na maisha yao, wengine wanavutiwa zaidi na mambo mengine kama vile mitandao ya kijamii, na wengine wanapata mafundisho ya kanisa kuwa magumu kuelewa. Pia, kuna baadhi ya vijana ambao wameumizwa na kanisa hapo zamani, na hivyo hawataki tena kuhusika nalo. Wameumizwaje na kanisa tena, Gemini? Kwa bahati mbaya, kumekuwa na visa vya unyanyasaji wa kijinsia na unyanyasaji mwingine ndani ya kanisa. Hii imesababisha baadhi ya vijana kupoteza imani na kuacha kwenda kanisani. Haya, asante, uwe na siku njema.